Maisha ya mwanadamu ni safari yenye mwanzo na mwisho, lakini thamani ya maisha haipimwi kwa muda aliyokaa duniani, bali kwa alama alizoacha katika mioyo ya wengine. Leo natamani nikukumbushe machache kati ya mengi usiyoyafahamu kuhusu mwanamke mdogo marehemu Elizabeth Asubuhi aliyefariki tarehe 20 ya mwezi wa 9, 2025, akiacha alama ya kugusa maisha ya wengi kwa upendo, hekima na moyo wa kujitoa. Ikumbukwe marehemu Elizabeth Asubuhi Olengo alizaliwa tarehe 27 mwezi wa 11, 1994 katika hospitali ya Bugando wilayani Nyamagana jijini Mwanza, na hivyo kwa hesabu za haraka ameishi duniani kwa miaka takribani 31 tu, na pengine ndiyo sababu ya kwanza inayofanya watu wengi kuguswa na msiba huu, kwani ni kawaida ya mwanadamu kuumizwa pale anapoona kijana mdogo akipoteza maisha pasina kufikia hata malengo yake. Marehemu Elizabeth alisoma shule ya msingi Isenga B jijini Mwanza na kuhitimu 2008 na kujiunga na masomo ya sekondari Tuitange Sengerema na kuhitimu 2012. Baada ya hapo alijiunga na masomo ya kati katika chuo cha Ruta Institute Financial Management katika jiji la Mwanza, akisoma kozi ya uhasibu. Baada ya kuhitimu aliajiliwa kufanya kazi katika hospitali ya SDA Pasiansi, na pengine hii ni sababu ya pili ya watu kuguswa na msiba huu, kwa maana mara kadhaa alitumika kama mshauri na kufanya kazi vizuri na watumishi wenzake katika hospitali ya kanisa Pasiansi. Wakati wa uhai wake alitumika katika kanisa la Bwana kwa nafasi mbalimbali: ualimu, mkurugenzi wa idara ya watoto, mkurugenzi wa vyama vya vijana kanisani kama watafuta njia, mabalozi na vijana wakubwa. Pia mwimbaji na kiongozi wa kwaya, muhazini na mwenyekiti wa TUCASA Ntuki. Mwaka 2015 marehemu Elizabeth alihitimu mafunzo yake ya kiongozi mkuu Master Guide, na mara baada ya hapo alidumu katika kulihudumia kanisa katika idara ya vijana. Huenda hii ni sababu ya tatu kubwa iliyofanya watu kuguswa na msiba wake, kwani alikuwa ni mtu wa watu na kujitoa kwa ajili ya watu katika upendo, ushauri na mshikamano. Hata hivyo, marehemu Elizabeth Asubuhi Olengo alifunga ndoa tarehe 25 ya mwezi wa 8, 2019 na mume wake Deus Domitian katika kanisa la Waadventista wa Sabato Pasiansi jijini Mwanza, na kubahatika kuwa na watoto wawili, Melis Deus Domitian pamoja na Merisa Deus Domitian. Kwa mahesabu hayo amedumu katika ndoa yake takribani miaka 6 tu. Huenda hii ni sababu nyingine iliyofanya watu wengi kuguswa na msiba huu, maana hata miaka 10 katika ndoa hajaimaliza. Ameiacha ndoa ikiwa bado changa kabisa. Mtazamaji na msikilizaji, maisha ya mwanadamu ni hadithi tu inayobaki kusimuliwa hapa duniani. Huenda sifahamu mengi kuhusu marehemu Elizabeth Asubuhi Olengo, lakini hayo ni machache kati ya mengi yaliyofanya watu wengi kuguswa na msiba wake na kufanya watu kustaajabu idadi ya watu waliofika katika msiba huu, vyombo vya habari vilivyorusha na salamu za pole kutoka kwa viongozi mbalimbali wa kanisa na taasisi. Kuhusu kifo chake, marehemu alianza kuugua mwezi Mei 2025 akilalamika kuhusu maumivu wakati wa kupumua. Alipata matibabu katika hospitali ya SDA Pasiansi na kupata nafuu, lakini hali hii ilijirudia tena wiki 3 zilizopita na kupatiwa matibabu katika hospitali ya SDA Pasiansi na kupata nafuu na kurudi nyumbani kwake Nguliati Sekondari. Hata hivyo, hali yake ilibadilika na kupelekwa kituo cha afya Nguliati na baadaye kufikishwa hospitali ya rufaa Bugando Mwanza Septemba 19, 2025 hadi umauti ulipomkuta tarehe 20 ya mwezi wa 9, 2025 akiwa anapatiwa matibabu, na vipimo vilionyesha alikuwa na tatizo la mfumo wa upumuaji, pulmonary infection.
Upo msemo wa Kiswahili usemao dunia ni duara. Huenda msemo huu umetumika tena hapa, maana hospitali ile ile aliyozaliwa marehemu Elizabeth mwaka 1994 ndiyo hiyo hiyo aliyopoteza uhai wake mwaka 2025. Maisha ya Elizabeth yanatukumbusha kuwa Mwenyezi Mungu yupo kazini. Hakuna hata mmoja anayefahamu nini kitakwenda kutokea dakika moja ijayo. Hivyo tuishi tukitambua kuwa tunapita. Ametangulia nasi tunafuata. Mpaka pale parapanda ya mwana wa Adamu itakaposikika na kuwafufua wafu wote kwa ajili ya kuurithi ufalme wake. Je, utakuwa upande gani? Makala hii imeandaliwa na Blessed Media TV chini ya director mkuu Aristide Alfred na kuwasilishwa nami mtozi mwandamizi, mtangazaji na msimamizi wa matangazo Blessed Media TV jijini Mwanza. Ni kuache kwa sasa hadi wakati mwingine. Kwa heri.